Hili ni jiji la Tehran na hawa ni raia wa kawaida ambao wamejitolea kulinda jiji lao. Leo ni zaidi ya siku ya 18 tangu vita ianze. Wamekabidhiwa silaha kupitia mpango wa ulinzi shirikishi, wakati wengine wanaendelea na maandamano. Wao wamebaki mstari wa mbele kuhakikisha usalama wa mitaa yao unaendelea kuwa imara. Katika mfumo wa Iran, kila kijana akifikisha umri wa miaka 18 analazimika kupitia mafunzo ya kijeshi kwa takriban miaka 2. Hii ina maana kuwa sehemu kubwa ya wananchi tayari wanauelewa wa kutumia silaha na mbinu za msingi za ulinzi. Ndio maana leo hii wanapopewa jukumu la kulinda maeneo yao, hawaanzi kutoka sifuri. Wanakuwa tayari wana msingi wa kinidhamu na kiulinzi. Ripoti zinaonyesha kuwa vikundi hivi vya ulinzi wa kiraia vinafanya kazi kwa kushirikiana na vikosi rasmi kama Islamic Revolutionary Guard Corps na Basiji, vikihakikisha kuwa kuna mianya ya kiusalama inayoweza kutumiwa na maadui. Katika baadhi ya mitaa ya Tehran, doria zinafanyika usiku kucha, huku raia wakibadilishana zamu kulinda nyumba, maduka na miundombinu muhimu. Lakini wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema hii ni moja ya mbinu ambazo Iran imekuwa ikitumia kwa miaka mingi kuwajenga wananchi kuwa sehemu ya mfumo wa ulinzi wa taifa. Hali hii huongeza uzalendo, lakini pia hufanya nchi kuwa na akiba kubwa ya watu wenye uwezo wa kujihami pale hatari inapojitokeza. Hata hivyo, hali hii imeibua mjadala mkubwa kimataifa. Baadhi wanaona ni ishara ya mshikamano wa kitaifa, huku wengine wakieleza hofu kuhusu usalama wa raia wanaobeba silaha katikati ya maeneo ya makazi. Pamoja na hilo, ukweli unabaki kuwa mitaa mingi ya Tehran kwa sasa ipo chini ya ulinzi wa watu wake wenyewe, hali inayodhihirisha namna vita ilivyobadilisha maisha ya kila siku ya wananchi wa kawaida. Na kadri siku zinavyosonga mbele, swali kubwa linaendelea kubaki: je, mfumo huu wa ulinzi wa raia utaendelea kuwa nguzo ya usalama au utazidi kuongeza mvutano katika vita hii inayoendelea? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. In the midst of the imposed war by the US and its proxies against Iran, I found myself in Tehran, next to the city's volunteer forces. Since the beginning of the US and the Israeli regime's aggressions, they hadn't left the streets, making me keen to ask them why. As long as we exist, the Islamic Republic and the legacy of Imam Hussein will continue. The American regime and the child-killing Israeli regime do not have the capacity to engage with our volunteer forces. If they do so, we will defend our country to the last drop of our blood. They should know that if there is no father, the father's gun is still there. They are too small to threaten our volunteer and military forces with a ground battle. If they want to try, they must know that they will get stuck in an unprecedented quagmire. It's up to them to come, but their return will be in our hands. No expectation, no worldly desire, no hidden agenda, only sincerity and dedication. All you see is love for Islam and the people. They are always smiling. Their morale is high. I can sense that I am talking to the members of God's army. If they want to bring in ground troops, they should know that we fought the world superpowers for 8 years and brought them to their knees. America is now weaker than it was in the 80s. We are waiting for the day when Tel Aviv will be razed to the ground. The Iranian volunteer forces are ready to confront the enemies. If the terrorists are really willing to do this, let them remember what happened in the Mersad operation. I'm sure they were taught a good lesson. The great Satan continues to threaten the people of Iran. But how can the West really comprehend what it means to follow Imam Hussein? How can the West know what divine love is? Moin Amini Press TV, Tehran.